Katika mji wetu wa jiji letu la Mbeya kidogo kumekuwa na hofu kwa wananchi kwamba huduma hii ya mafuta haipatikani vizuri. Kwa hiyo hii hofu imewapelekea baadhi yao kuanza kununua mafuta kwa wingi na kujaza kwenye vyombo vyao vya moto. Na hiyo sasa imepelekea mfano mtu ananunua mafuta kwa kawaida ananunua mafuta labda 10,000 au 30,000 kwa ajili ya chombo chake cha moto, lakini kutokana na hofu ambayo wamekuwa nayo wamenunua mafuta mpaka ya 100,000, wengine wananunua mpaka ya 200,000. Hivyo basi imepelekea baadhi ya vituo vya mafuta kuuza mafuta kwa wingi, na kutokana na kuuza mafuta kwa wingi baadhi ya vituo vimeishiwa mafuta kutokana na hilo. Lakini mfano mrahisi hapa naweza nikautoa ni kwamba vituo ambavyo vinatoa oda ya mafuta ambayo yanatosheleza wiki nzima, sasa hivi kuna baadhi ya vituo oda ya wiki nzima wanaiuza siku moja tu. Sasa inapelekea vituo vya mafuta kutoa oda nyingi wakati mmoja. Wakitoa oda nyingi wakati mmoja, kunakuwa na changamoto pia kuweza kuwapatia huduma kwa wakati mmoja wote. Kwa hiyo hii inasababisha baadhi ya mafuta ambayo yanaletwa kutoka kwenye magala yetu baadhi kuchelewa. Lakini kwa ujumla ni kwamba hali ya upatikanaji wa huduma ni nzuri na wananchi wasiwe na hofu, na magari ambayo yanaleta mafuta kwa ajili ya vituo ambavyo baadhi vimeishiwa mafuta vitafika na watapata huduma hiyo bila matatizo yoyote. Kwa hiyo mimi ninachowaomba tu wananchi wa kawaida ni kwamba sisi tuendelee kuiamini Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA, kwa sababu tunasimamia zoezi hili na tunahakikishia kwamba kuna mafuta ya kutosha. Kwa hiyo mimi nawaomba tu tununue mafuta kawaida, tusiwe na hofu, kwa sababu magala yetu yana mafuta ya kutosha kama alivyosema Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo tuendelee kama kawaida na tunahakikishia kwamba sisi kama EWURA tunafuatilia kuhakikisha kwamba mafuta yanapatikana kwa wingi, na kama unavyoona nyuma yangu hapa kuna kituo cha mafuta ambacho foleni ni ya kawaida sana na watu wanapata huduma kama kawaida, na kwa kituo hiki ndio foleni kubwa kwa Mbeya, lakini kama unavyoona ni kwamba ni foleni tu ya kawaida, na kwa sababu hiyo hii inatokana na kwamba watu wengi wameshanunua mafuta ya kutosha na wamekaa nayo. Kwa hiyo jambo lingine ambalo tunasisitiza sana, wasinunue mafuta kwa hofu, bali wanunue mafuta kama kawaida, na sisi tupo kwa ajili ya kusimamia hilo. Kama Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji, moja ya kazi ambayo tunaifanya pia ni kupanga bei kwenye eneo la mafuta. Kwa hiyo bei ambayo tunaiweka, tunasema bei elekezi, ni bei ambayo vituo vya mafuta vinatakiwa vifuate wakati wanauza mafuta. Kwa hiyo na kazi ambayo tunaifanya pia ni kuhakikisha kwamba mafuta hayauzwi juu ya bei elekezi ambayo imetolewa na mamlaka, na pale ambapo tutakuta kama mtu anauza mafuta juu ya bei elekezi, hatua za kisheria zitachukuliwa, ikiwemo pamoja na kufunga kituo hicho mara moja. Kwa hiyo nawasihi wafanyabiashara waendelee kuuza bei za mafuta kwa bei ambazo sisi kama mamlaka tumezitoa. Bongo Play TV.